living for God, kuishi kwa ajili ya Mungu, kumcha Mungu au kujitoa kwa Mungu, kuishi kwa ajili ya Mungu. Tunataka tuwe na hii series. Maana yake ni kichwa cha habari kikubwa ambacho kinaweza kikawa na vichwa vya habari vingi katikati huko, vichwa vya habari vingi huko katikati. Na somo hili tutaenda deep zaidi wakati tunavyoendelea, labda itachukua wiki 4 wiki 5. Na kama siko hapa, timu yangu itaendeleza hii kitu, itaendeleza. Kwa sababu na mama wakati mwingine tutakuwa tunasafiri hapa na pale, lakini wataendeleza kuishi kwa ajili ya Mungu, living for God, living for God. Tutazungumza kitu hiki kwa kina na kuelezea kwa kina sana. Na leo tutazungumza part 1, na hii part 1 ni tutazungumza juu ya maisha ya kujidhabihu. Katika kuishi kwa ajili ya Mungu tutazungumza juu ya maisha ya kujidhabihu. Kila mmoja wetu katikati yetu kwa namna moja au nyingine ana kiu ya kuishi kwa ajili ya Mungu. Wangapi wana kiu ya kuishi kwa ajili ya Mungu? Okay. Kwa hiyo kila mmoja ana kiu ya kuishi kwa ajili ya Mungu. Na uko hapa kwa sababu ya hiyo kiu. Uko hapa kwa sababu ya hiyo kiu, kwamba mimi nataka kumwishia Mungu. Uko hapa kwa sababu ya hiyo kiu. Na tunapokuja kanisani tunaonyesha hiyo hamu na kiu, kwamba wakati mwingine tunaabudu, tunapokuwa na wakati wa kuomba, unaweza kuona ile kiu. Kwa hiyo sasa, lakini kuwa na ile desire au hamu au kiu ya kuishi kwa ajili ya Mungu ni kitu kingine, lakini kuishi pia kwa ajili ya Mungu ni kitu kingine. Narudia tena, kuwa na kiu ya kuishi kwa ajili ya Mungu ni kitu kingine, na kuishi kwa ajili ya Mungu ni kitu kingine. Kwa maneno haya ni kwamba unaweza kabisa kutoka ndani ya moyo wako ukadhamiria kabisa kwamba mimi nataka kuishi kwa ajili ya Mungu, na bado usiishi kwa ajili ya Mungu. Kuna mtu labda mwanzoni mwa mwaka unaweza kukuta anasema, kwa mfano, mimi mwaka huu nataka kujenga nyumba, nataka nijenge nyumba, na kiu kabisa ya kujenga nyumba, lakini inawezekana pia mwaka huu asijenge nyumba, kwa sababu inategemea na ile nidhamu ya fedha alionayo. Kama akipata fedha, makuta anakwenda na nunua koti la $50,000, laki, ananunua suruali hii, anataka perfume kali. Kama ni mwanamke, basi unataka kuweka kucha kila wiki za shilingi 20,000, au kuweka wigi la laki. Kwa ile discipline yako ya kuishi, namna unavyotumia fedha, mpaka mwisho wa mwaka unaweza kuwa umefanikiwa au usifanikiwe. Ile discipline tegemea na discipline. Kwa mwanzoni mwa mwaka unakuwa na kiu na hamu ya kujenga, lakini aina ya maisha unayoishi yatakufanya ujenge au usijenge. Unafika mwisho wa mwaka unasema, sijajenga, lakini kuwa na kiu sana ya kujenga, kuwa namtafuta Mungu kwa ajili ya kujenga. Lakini kilicho kuangusha ni discipline. Hukuwa na ile discipline ya matumizi ya fedha. Kwa ndio maana anasema kuwa na kiu na hamu ya kuishi kwa ajili ya Mungu au kumwishia Mungu ni kitu kingine, na kuyaishi hayo maisha ya kumwishia Mungu ni kitu kingine. Kwa mtu anaweza kawa na hamu lakini asiishi hiyo hamu. Kama unanielewa, nyosha mkono namna hii, fanya namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuishi kwa ajili ya Mungu sio kitu ambacho
tunakifanya tunapokwenda kujificha milimani kwa maombi. Sababu wakati mwingine unasema kuishi kwa ajili ya Mungu, manake unakwenda milimani kule, unakaa kwa ajili ya maombi, unaunguruma wiki nzima baba, alafu unashuka sasa huku chini, sasa mimi naishi kwa ajili ya Mungu. Hapana. Inawezekana ikawa sehemu ya kuishi kwa ajili ya Mungu, lakini sio ndo kuishi kwa ajili ya Mungu. Sababu swala la kuishi kwa ajili ya Mungu linahusisha maisha ya kila siku na kila kitu tunachokifanya. Sio kujificha tu mlimani kwa ajili ya maombi, hapana, lakini hata tunaposhuka chini kutoka mlimani tunatakiwa kuishi kwa ajili ya Mungu. Tunapokuwa na familia zetu, tunapokuwa kazini, tunapokuwa barabarani, kama umekwenda kula hotelini, kama kila kitu unachokifanya, Mungu anatuita tuweze kuishi kwa ajili yake, kumwishia yeye. Kwa sio swala la mara moja kwamba niko mlimani sasa na mtafuta Bwana, ukirudi unaishi maisha unataka, lakini unafikiria kwamba kwa sababu unakwenda mlimani wewe unamwishia Mungu. No. Si naelewa vizuri eh? Unaelewa? Is everyday life. Maisha yetu yote ya kila sekunde, kila dakika, kila saa, how we live. Na nitakwenda deep kidogo kwenye hiki kiweze kutusaidia. Lakini wote tuko kwenye hii jane, wote tuko kwenye hii safari ya kukua pamoja. Ninyi pamoja na mimi kiongozi wenu tunakuwa pamoja. Kwa hiyo safari ya kujifunza hii tutajifunza pamoja ili tukue pamoja, itusaidie kwa karibu na Baba zaidi na kuweza kuwa nuru kwa watu ambao hawajaamini. Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa eh? So ni maisha ya kila siku, kama nilivyosema, kazini, nyumbani, kwenye ndoa zetu, kwenye urafiki wetu, tunapokuwa kwenye usafiri, wakati mwingine kwenye mabasi. Hivi ushawahi kuona mtu anaingia kwenye basi namna kuna siku moja wakati ule usafiri uko pale Ubungo, mnapanda kwenye basi namna hii, watu wanakuwa wengi. Kwa hiyo sasa unakuta, sasa siku moja nilikuwa na ndugu mmoja, mimi ni basi la kwanza lilikuja, watu wanapanda wanasukumana na nini, linakuja la pili wanapanda wanasukumana. Mimi sasa nikawa nashindwa kwenda kuingia pale, sema nitaingiaje kwenye ile basi. Miaka mingi imepita sasa. Sasa nilikuwa na rafiki yangu mmoja kutoka Australia, tulikuwa naye. Sasa wakati nilikuwa sina gari. Kwa hiyo nilikuwa natumia usafiri wa mabasi, public transport. Kwa hiyo nikawa naye sasa, yule tuko Ubungo tunarudi sasa Mlandizi. Ni kijana. Sasa baadaye akaniambia, "Hey my brother," ananiambia kwa Kiingereza, ananiambia, "Sasa mbona tuingie sasa?" Nikamwambia, "Sasa unaona hizi fujo?" Akasema, "Okay, ngoja subiri." Kwa gari kaje, ilipokuja akaenda, yeye mwenzangu ana mishipa mikubwa kweli mrefu. Kwa akafika pale, akasimama kwenye mlango. Sasa watu wengi unajua wanakuja wanagombania mlango. Aliposimama kwenye mlango akafanya hivi, wote wakaanguka chini. Akasema, "Michael come." Sema, "Michael come." Nikaingia namna hiyo, akasema, "Okay," na yeye kaingia, tumekaa, watu wengine wakaendelea kuingia. Sasa unaingia unashangaa huyu mzungu. Maana alikuwa anaangalia na kumbe ubabe, unatumika ubabe. Ngoja nitumie ubabe. You see? So ukiangalia sometime ni kwamba wengine labda ni wajawazito, wengine labda wagonjwa, wewe umekaa pale unapiga namna hii, wanaanguka chini. You see? Kwa hiyo kumwishia Mungu ni katika kila eneo. Unafanyaje maamuzi yako katika kila eneo? Je, unafanya maamuzi sahihi ambayo yanamlingana Mungu? Na ndio maana tunasema kuishi kwa ajili ya Mungu. Unanielewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila siku inabidi tuishi kwa ajili ya Mungu, na kila siku tu experience uwepo wa Mungu. Sasa nataka tufungue Biblia zetu na tutasimama sana hapa kutoka katika kile kitabu cha Warumi 12. Warumi 12. Warumi 12 mstari ule wa kwanza. Warumi 12 mstari ule wa kwanza.
Warumi 12 mstari ule wa kwanza. Naomba unisikilize vizuri. Hiki kitu kitakusaidia sana sana sana. Warumi 12 mstari wa kwanza unasema hivi, nafikiri umeshaonyeshwa huko, si ndio Biblia inasema, basi ndugu zangu, nataka unirudie pamoja nami, pamoja nami, sema, basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Leo tutaangalia mstari huu tu mmoja. Kwa Kiingereza anatumia neno I beseech you therefore brethren by the mercies of God. Maana yake ni kama vile kusii, ni kama hajalazimisha, anawasii. Maana yake ni kama kuwaomba, lakini ndani yake ni kama kuna amri, lakini katika kuwaomba ile amri sio kwa ajili ya yule, sio faida ya yule ambaye anasema, lakini kwa sababu ya faida yako. Sasa hapa Biblia inaposema basi ndugu zangu, kwa tena anasema basi, maana kwa Kiingereza anaposema basi, hii neno basi manake anachosema kinategemea kule alikotoka. Maana yake kuanzia mlango wa kwanza wa kitabu cha Warumi, kile ambacho kimeelezwa mpaka mlango wa 11 kina msingi wa muhimu sana, na ni kitu ambacho ni cha muhimu sana, ambacho labda kinaonyesha kile Mungu alichotufanyia. Na sasa tunaposema basi, Paulo anaposema basi ndugu zangu, maana yake anaweka hayo maneno anayoanza kuyasema katika msingi wa kile alichotangulia kukisema. Na huku nyuma alisema vitu vingi sana. Alizungumza kuhusiana na masuala yanayohusiana na ukombozi wetu. Anazungumza habari za karama, anazungumza habari za kazi ya msalaba, kuhesabiwa haki kwa imani, anazungumza juu ya sisi tumesamehewa na kwamba Yesu amekuja kama zawadi, kwa sababu mshahara wa dhambi ulikuwa ni mauti, lakini Mungu akatupa zawadi Yesu. Inazungumza habari za mambo mengi sana. Kwa hiyo kianzia mlango wa kwanza kuna vitu vingi vinazungumzwa katika ndani nzima. Anazungumzia umuhimu wa neema, na nguvu ya neema, na namna ambavyo sheria imetuongoza kwa Kristo, lakini sasa tuna neema. Anazungumza habari za kazi ya msalaba. Yesu amekufa msalabani kwa ajili yetu. Ameelezea mambo mengi, lakini yote yanahusiana na ukombozi wetu, kazi ya msalaba, kile ambacho Kristo amekifanya. Ameeleza vitu vingi sana. Sasa anasema basi ndugu zangu, kwa msingi huo, kwa msingi wa kile ambacho Mungu amekifanya, na wasihi kwa huruma zake Bwana, kwa kile ambacho yeye amekifanya kuwahurumia ninyi, na wasihi sasa. Kwa maneno mengine, tumepokea huruma tayari, tumesamehewa dhambi kwa neema, tumekubaliwa kwa neema, tumeingia kwenye familia ya Mungu kwa neema, kwa huruma zake Mungu. Anasema sasa basi, kwa sababu ya huruma zake Mungu, na wasihi ndugu zangu, na wasihi ndugu zangu, please please please. Unaweza kuona mtume Paul anaona hili jambo ni la muhimu sana, kwa sababu bila hicho ambacho anataka kukisema hapa, ukikimisi hicho, maana yake kuna uwezekano kazi nzima iliyofanywa na Kristo msalabani ikawa haina maana yoyote. Na wasihi, tafadhali tafadhali tafadhali. Anatusihi nini sasa? Anatusihi kwenye kitu gani? Anatusihi kitu gani? Anasema itoeni miili yenu, itoeni miili yenu iwe nini? Dhabihu iliyo hai. Sema pamoja, anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai.
kile ambacho Mungu amekifanya kwa sababu ya ukombozi. Kristo amekufa msalabani, Bwana ametuhurumia. Tulikuwa wenye dhambi, tulikuwa watu ambao hatufai, tulikuwa watu ambao hatukuwa na sehemu katika mambo ya Mungu kabisa kabisa. Lakini kwa huruma zake Bwana tukapata neema hii. Kwa sababu hiyo, kwa sababu ya hiyo huruma, sasa itoeni miili yenu, na wasii, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Kwa maneno mengine is like I beg you, na kuomba na kusii, itoeni miili yenu. Paul hazungumzi kwamba wachungaji wasaidie labda mchungaji ndio atoe mwili wako uwe sadaka iwe dhabihu iliyo anasema itoeni, manake ni wewe mwenyewe. Sio kazi ya mchungaji kutoa mwili wa mshirika, kutoa dhabihu. Ni kazi ya kila mtu. Itoeni manake ni plural, manake everyone, kila mmoja anatakiwa kufanya kazi yake binafsi. Maisha ya Kikristo sio ya jumla. Maisha ya Kikristo ni binafsi. Itoeni miili yenu, na wasi, itoeni miili yenu. Paul ana maana gani anaposema itoeni miili yenu? Na nitaunpack hapa kiasi fulani. So sio pasta, sio mume wako autoe mwili wako au mke wako. Present your own body. Wewe binafsi utoe mwili wako kwa hiari kuwa sadaka iliyo hai. Nataka ni unpack, nataka nizungumze kidogo hapa. Wengine wanaweza wanasema sadaka ni kitu gani? Sadaka ni kitu gani? Katika Agano la Kale watu walikuwa wanatoa sadaka za wanyama. Kuanzia kitabu cha Mwanzo kabisa, mwanadamu alipotenda dhambi, sadaka ya kwanza ilitolewa. Na kipindi hiki ilikuwa ni kipindi ambacho Adamu na Eva walitenda dhambi. Sadaka ya kwanza ilitolewa. Ilipotolewa, ile ngozi ya ile sadaka ikawasaidia kuficha uchi. Lakini sadaka zilizokuwa zinaendelea, unajua Habili kilichotokea. Alitoa sadaka, lakini kwa sio sadaka ya wanyama, ilikuwa ni sadaka ya nini? Mazao. Lakini alitoa the best offering. Kwa hiyo sadaka ya mwisho iliyowahi kutolewa kibibilia ilikuwa ni sadaka ya Yesu Kristo. Kristo alikuja akajitoa msalabani. Tuko hapa kwa sababu ya sadaka ya Yesu Kristo aliyejitoa pale msalabani. Alikufa kwa ajili yetu. Haleluya! Kama unaweza kupiga makofi na kuruhusu, piga makofi. Kristo Yesu alikufa msalabani kwa ajili yetu. Kwa sadaka ilikuwa ni tabia ya kifiniko kwa ajili ya dhambi, kwa ajili ya kufunika dhambi. Wakati mwingine kuna mbuzi mmoja anaitwa mbuzi wa Azazel. Hasa mambo ya ndani naogopaga kuingia huko sana. Nataka nizungumze kitu ambacho kitakusaidia. Mbuzi wa Azazel kwa kiletwa kwa kuhani mwenye dhambi, anaweka mikono yake, anasema dhambi zake zote. Wanaamini zile dhambi zinakuwa zimeingia kwa yule mbuzi. Yule mbuzi aidha afanyiwe mambo mawili, aidha achinjwe au aachiwe kwenye jangwa huko, apotelee huko. Yote hiyo inaonyesha kwamba dhambi ya huyu mtu haipo tena. Kwa hiyo sadaka zilikuwa zinatolewa kwenye Agano la Kale, na sadaka ya mwisho ni ya nani? Ya Yesu. Sadaka ya mwisho ambayo ni Yesu yenyewe ndio inanena mema, sawa mpaka leo. Kuna watu, kuna manabii umewahi kusikia, kuna manabii wanasema inenee sadaka yako. Unajua ni kitu kizuri kinaonekana lakini sikiliza, kunenea sadaka unajua nini? Manake uiambie sadaka unataka nini. Ni uchawi wa kawaida. Futa hiyo kitu.
tunapiga goti kwa Mungu aliye hai, tunamwambia mahitaji yetu, na sio tunanenea sadaka. Kuna vitu ambavyo vinaonekana kama vya kiroho, lakini ukiangalia vizuri inawatengenezea watu kuwaondoa kumtazama Kristo. Ngoja nikwambie, chochote kinachotuondoa kwa Kristo, kumtegemea, kumuomba, kuweka imani yetu kwake, chochote kile ni ibada ya sanamu. Ni ibada ya sanamu. Mimi siko kinyume na watu wanaotumia maji au vitambaa au mafuta. Hapana, hata mimi wakati mwingine natumia. Watoto wangu wa kiroho wakati mwingine wananiona na tuweza kutumia. Lakini kama itafikia mahali nitatumia maji, kitambaa, mafuta, na watu wakaanza kutoa shukrani kwa ajili ya maji yangu, na watu wakaanza kuomba maji, alafu kuchukua maji asema, kwa maji haya naweka ulinzi kwenye nyumba yangu, kwa maji haya naweka ulinzi wachawi wasije, ni uchawi wa kutosha. Watu wananiangalia wanasema, baba huyu hakuna ufunuo maalum. Iko hivi, Kristo atakuwa mlinzi wetu. Kristo ndio mwokozi wetu. Ngoja nikwambie, adui anachotumia sasa hivi, anatumia viongozi hawa wa kiroho, wanaonekana ni wa kiroho, kuwapotosha watu. Kama macho yetu tutayaondoa kwenye msalaba wa Kristo na tukaingiza kwenye vitu vingine, ni tatizo kubwa sana. Hivi unajua sasa hivi watu anyway, tutaendelea kuongea sadaka. Ngoja tuendelee kidogo. Tuendelee. Kwa nini Biblia inasema tutoe sasa sadaka miili yetu? Afu Biblia inasema sadaka hii ni sadaka ya wanasema Biblia atumie neno sana, dhabihu iliyo hai. Kwa nini nataka sisi tutoe dhabihu? Kwa kawaida unajua Agano la Kale walikuwa wanatoa ile dhabihu, afu ukishatoa ile dhabihu ni dhabihu iliyokufa, sio iliyo hai. Ndio inawekwa kwenye nini? Kwenye moto. Sadaka lazima iteketezwe kwenye moto. Na walikuwa wanatoa sadaka iliyokufa. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanaichinja kwanza, baadaye ndio wanaweka. Hapa Biblia haisemi sadaka iliyokufa, anasema dhabihu iliyo hai. Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Kwa sasa Biblia inapozungumza neno dhabihu, miili yetu, Biblia haizungumzi habari ya toeni pesa zenu. Japokuwa nahitaji fedha kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya pesa ni kitu kizuri sana na cha muhimu, otherwise tusingekuwa hapa bila pesa, si ndio? Si ndio? Tungeweza? Singeweza. Tuko hapa kwa sababu ya fedha. Lakini Biblia haijasema toeni fedha zenu. Hapa haijasema hivyo. Imesema toeni miili yenu. Halo? Toeni miili yenu. Kwa nini mwili? Kwa nini mwili? Kwa nini mwili? Kwa nini mwili? So, Biblia inaposema kutoa mwili, kwa sababu mwili unawakilisha mwili. Kwa Kiingereza nasema the body represent flesh. Kwa Kiswahili haina tafsiri nzuri. Mwili unawakilisha flesh, na ni tafsiri yake ni mwili tena. Kwa hiyo mwili unawakilisha mwili, na lakini kwenye mwili kuna kiu mbalimbali, kuna tamaa, kuna mambo ambayo mwili unatamani, unavihitaji. Miili yetu mtu mmoja alisema adui mkubwa sana wa Mkristo sio shetani. Umewahi kuwaza hiyo? Adui mkubwa, hata Biblia inasema hivi, hauwezi kutumikia Mungu na mali. Hapa Biblia inazungumzia juu ya mali, lakini kwenye kitabu cha nafikiri Yakobo anazungumza juu ya
mashindano yanatoka wapi? Sio humo kwenye nini? Manake inatoka kwenye miili yetu. Vita kubwa sana inatoka kwenye miili yetu. Ni kweli. Sasa nyuma ya hicho kinachozalishwa na mwili, adui anakitumia kutupotosha, lakini mwili ndio ambao umebeba uadui mkubwa kuliko hata shetani mwenyewe. Kwa hiyo sasa Biblia inasema itoeni miili yenu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Paulo anaona adui mkubwa wa kile Kristo alichokifanya msalabani, shetani ameshashughulikiwa tayari, lakini mwili. Ndio maana huku mwanzoni huko amezungumza habari za mwili sana. Anasema mwili hauokoki, sio ya vitu. Anazungumza juu ya habari za swala la mwili kama kitu ambacho ni uadui mkubwa kwa Mungu. Sema hauwezi kumpendeza Mungu. Ameeleza vitu vingi huko. Ndio maana hapa sasa lazima utoe mwili wako ili kuweza kuyaishi maisha ya kumwishia Mungu. Biblia anasema sasa basi toeni miili yenu, kwa sababu adui mkubwa sana wa kile Kristo alichokifanya kwenye maisha yako na wa kuzuia kile ambacho Mungu anataka kitokee kwenye maisha yako kisitokee ni mwili. Sasa itoeni miili yenu. Toa mwili wako uwe dhabihu. Kwa nini? Kwa sababu kwenye mwili ndiko ambako kumebeba appetites, kumebeba kiu, vitu ambavyo vinatufanya tusikutane na Mungu, bebwa kwenye mwili. Kwa uadui mkubwa ni mwili. Ili tuweze kumwishia Mungu lazima kuwa makini na mwili. So mwili ndio ambao unaweza ukatutoa kwenye mapenzi ya Mungu. Adui mkubwa ni mwili. Biblia inasema itoeni miili yenu iwe dhabihu. Kwa nini? Kwa sababu yenyewe ndio inawakilisha tamaa mbaya, inawakilisha kiu ambazo sio za kimungu, ina vitu vingi sana. Na hata ule ubinafsi, we are self-centered. Tuna vitu mwili una vihitaji ambavyo mara nyingi sio mapenzi ya Mungu. So Paulo anasema weka mwili kwenye madhabahu uweze kuteketea kabisa. Kama nilivyosema, katika Agano la Kale watu walikuwa wanatoa wanyama wanateketezwa na ule mwili unateketea kabisa. Lakini sasa Paulo anataka tusilete wanyama tena, lakini tujilete wenyewe, tuteketezwe kwenye madhabahu. Tuteketezwe kwenye madhabahu. Na unafahamu Mungu anapoanza kukuteketeza kwenye madhabahu, lazima una feel, kwa sababu ule mwili ambao umekufa unapowekwa kwenye madhabahu hauwezi kusikia maumivu, si ndio? Lakini sisi wasema tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai, sio iliyokufa. Maana unapoteketea utasikia maumivu. Utasikia maumivu utasikia tu. Utajua sasa kuna kitu Mungu anakishughulikia ndani yangu. Utajua wakati Mungu anashughulikia labda kiu ya ulevi kwenye maisha yako, utajua sasa inashughulikiwa. Sasa hapa mwili wangu uko kwenye madhabahu, uko kwenye altar, unateketezwa, uko kwenye moto, unatolewa dhabihu, unasikia inashughulikiwa kiu fulani. Wakati mwingine Mungu anaposhughulikia labda tamaa ya mwili, labda uasherati, uzinzi kwenye maisha yetu ambao labda umekuwa ukikudrive, sasa unapoutoa mwili wako kuweka kwenye altar, unapoweka kwenye madhabahu namna hii, unapoteketea, unajua kwamba sasa kuna kitu kinashughulikiwa hapa kwenye mwili wangu. So utasikia yale maumivu, kuna vitu vinashughulikiwa.
lakini sisi wenyewe lazima tujipeleke hapo. Na wakati unashughulikiwa, wakati mwingine unatamani utoke pale kwenye ile madhabahu, utoke kwenye altar. Nini altar? Ni madhabahu. Ujitoe, uondoke pale kwenye ule moto, maana wakati mwingine unasikia huo ugumu, nasikia hali hiyo kwamba kuna kitu kinashughulikiwa. Ni wakati wako huko, unaona kabisa kuna kitu Mungu anakishughulikia kwenye maisha yako. Wakati mwingine unataka kuondoka hapo uweze kuwa huru na kufurahia kile ambacho mwili unakihitaji, lakini Mungu anasema no. Na kuna kitu nakishughulikia. Kuna kitu nakishughulikia. Kuna kitu nakishughulikia. Unapokuwa madhabahuni unashughulikiwa uchoyo, unajua sasa kuna kitu kinashughulikiwa. Kuna kitu kinashughulikiwa. Kuna kitu kinashughulikiwa. Umeshawahi kuona kwamba unazo shilingi labda 2,000, alafu kuna mtu anapita hapo ana uhitaji na unasikia moyoni kabisa, unasikia Mungu anasema mpe shilingi 1,000 huyu mtu. Mungu anakuweka kwenye nini? Anakuweka kwenye nini? Kwenye madhabahu. Ni kuamua kuenda kukubaliana na madhabahu hiyo, japokuwa ni maumivu, uweze kutoa sasa, kumpatia huyu mtu. Mungu aanze kushughulikia hiyo. Unasikia maumivu unapotoa, usikii huko ndani, nitaishije kesho? Kuna kitu kinashughulikiwa. Au useme siwezi kutoa kesho, nitaishije? Maanake unajiondoa kwenye madhabahu na tatizo lako linabaki. Kama ni mvulana, labda msichana, mmechumbiana au mmechumbia, umeamua kabisa utaishi maisha safi mpaka mwisho. Ghafla ule wakati wa mvua, unafahamu, nasikia baridi, nasikia upweke, unaona kama vile kuna kitu hakiko sawa. Unaanza kumkumbuka, jamani, Hadija, habari za saa hizi? Lakini huku ndani unasikia moyoni, hapana. Bwana anakuweka kwenye madhabahu, anashughulika na wewe. Sasa aidha ujiondoe kwenye madhabahu uweze kukutana na hitaji la mwili, au uendelee kujiweka madhabahuni. Mungu anapotaji uwe mwaminifu kwenye mapato, kwenye utoaji, sehemu ya 10. Kuna watu ambao unakuta Mungu anamwambia kabisa wakati amepata mshahara wake, hapana, tenga fedha hii, nataka unitii. Mungu anamweka madhabahuni, lakini Labani anajaribu kuweka, lakini siku anapita mahali anakuta kiti moto, anaona au gauni zuri, ameliona gauni, sasa gauni na kitenge kipya kutoka Kongo amekiona, au wakati mwingine nywele zake anaona zijakaa vizuri, nataka kuwekwa vizuri. Mungu anamweka makusudi madhabahuni, ni mahali pa kupata ushindi, kumwambia Bwana, pamoja na hili lakini nakubaliana na mapenzi yako. Uamue kujiondoa kwenye madhabahu, kwa sababu sasa moto unasikia unakushughulikia, unateketeza kila kiu mbaya. Au useme utoke, unaenda mwenyewe saluni, au unakwenda kununua hicho kitenge cha Kongo na pesa ya Mungu. Wangapi wananielewa? Biblia inasema itoeni miili yenu, kwa sababu tamaa zote, sio tamaa ya uzinzi tu, tamaa zote ambazo zinapingana na mapenzi ya Mungu zinatokana na mwili. Bwana anataka tuitoe wenyewe miili yetu kwa hiari, iweze kuwa dhabihu iliyo hai. Bila hiyo hatuwezi kukua, hatuwezi kuonyesha tabia za Kristo. Never. Pamoja na kwamba Kristo amekufa, mlango wa 1 mpaka wa 11 wa kitabu cha Warumi unaelezea kazi iliyo mahiri, kazi stadi ya Kristo. Inaonyesha jinsi Kristo alivyokuwa mahiri katika kushughulikia tatizo la dhambi. Haiwezi kukamilika kama hakuna hiari ya watu binafsi kujitoa miili yao kuwa dhabihu. Never. Never. Never.
na kujitoa sio kitu rahisi. Nataka kuelekea mwishoni sasa. Is a daily sacrifice. Ni kujitoa dhabihu huku ni kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama unapokula diet. Kama unajitoa dhabihu mwezi mmoja, kukula vyakula vya kupunguza mwili, yaani umeshawahi kuona mtu kuna mwezi mmoja anajitoa kabisa, hali vyakula fulani hali nyama, hali si vitu gani, hali nini, anajitahidi mwezi mzima, lakini baadaye inatokea sasa anaona hii ilikuwa too much. Akifungulia, ndugu yangu, anakula kila kitu, kila kitu. Kwa hiyo hii ni kama diet, kwamba umefanya maamuzi ya kutengeneza mwili wako. Diet iendelee siku zote. Unataka matokeo mazuri, ni kitu cha kuendelea, na ndio kujitoa dhabihu ni kitu cha kuendelea. Kukaa madhabahuni, kuendelea kushughulikiwa, kuendelea kuteketeza. Kama ni tamaa mbaya, kama ni kiu isiyokuwa za kimungu, kushughulikiwa. Sio swala la mara moja, ni swala la kuendelea, ni swala la kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Ni swala la kuendelea. Tunasalenda maisha yetu kwa Kristo. Ni maisha maisha ya Kikristo au maisha ya kiroho yanahitaji kila siku kusalenda maisha yetu. Kila itwapo leo tunasalenda, kumwambia nafuata mapenzi yako na sio mapenzi yangu. Lolote ambalo sio mapenzi ya Kristo, unajua hili sio mapenzi ya Kristo, unakwenda madhabahuni. Itoeni miili yenu. Kuna vitu vingi Bwana anataka ashughulike kwenye maisha yetu, lakini hataweza kushughulikia mahali pengine zaidi ya kukaa kwenye madhabahu ya moto. Bwana tumpe nafasi ashughulikie. Na namna gani kukaa kwenye madhabahu ya moto? To say yes to his will, kusema ndiyo kwenye mapenzi yake, kumtii Bwana katika mapenzi yake. Ukigundua hili ni mapenzi ya Mungu, hakuna kucompromise, hakuna kujadiliana. Nifanya maamuzi kwamba nitamtii, hata kama itanikosti nitamtii, haijalishi koje nitamtii. Wakati mwingine unaona kabisa kwamba lakini naamua kutii, haijalishi nitapitia kitu gani. Na hiyo ni kujiweka kwenye moto. Unapofanya maamuzi ya kumtii Mungu, hata kama wakati mwingine unakuta kuna vitu utapungukiwa. Fikiria, kuna binti hapa kwa mfano, anapitia labda changamoto nyingi, anapitia biashara zake haziendi vizuri, shambani kwake hakuna matunda, sisi kitu gani akiende vizuri, na ghafla kuna mtu anatokea anamwambia, mimi niko tayari Bwana kukupa labda 500,000 kila mwezi. Nataka uwe bibi yangu Bwana. Unaona ni rahisi, ni ngumu? Ni rahisi si rahisi tu. Wanaume tu wamesema rahisi, kina mama wote wako kimya. Kwa mama ni ngumu, ni rahisi? Vijana wa kike ni ngumu, ni rahisi? Unaona hakuna sauti. Wanaelewa? Kana njaa siku 2, hamna chakula, alafu ghafla mtu anasema nitakuwa nakupa kila mwezi 500,000. Manake hapo sasa uamue kujiacha madhabahuni, sawa? Useme hapana, acha nife na njaa lakini nitamtii Mungu. Au useme najiondoa madhabahuni, hapana, kwa hili no. Moto mkali sana. Kumbe ni wakati Mungu anashughulikia hiyo kitu. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie kabisa. Na haya mambo yanatokea ni siku zote za maisha yetu. Wakati unaenda kutafuta kazi,
tafuta kazi. Kuna dada mmoja alikwenda kutafuta kazi mahali. Alipokwenda kutafuta kazi mahali, ilikuwa ni aibu sana. Walijua kwamba huyu anatafuta kazi. Kwa hiyo wa kwanza akampigia simu. Sio ilikuwaje? Akampigia simu, "Hey, binti nasikia unatafuta kazi. Njoo utanikuta mahali fulani." Akaenda. Kufika pale kwa yule jamaa, akamwambia, "Ngoja tafute kazi basi 1 2 3." Akajikuta baadaye akamwambia, "Sasa nakuunganisha na bosi ambaye yeye sasa kule anakwenda kukupa kazi." Siku hiyo hiyo yule bosi akawasiliana naye, akaenda kule ndo akakutana na bosi. Ilikuwa ni aibu. Alikuwa anadithia huyu mtu mpaka nikajisikia kichefuchefu. Alikuwa ni wanaita siku mpira wa kona, lakini alikuwa anatafuta kazi. Kwa sasa tunapozungumza habari za madhabahuni, ni mahali pa heshima, ni mahali ambapo ni kweli kuna maumivu makali, lakini panazalisha heshima yako. Kwa wakati unapoteketea ni kama unaisha, lakini kinachozaliwa ni heshima. Heshima kwa watu, heshima kwa Mungu. Viwango vyako, zile values nini sio, uthamani wako unaongezeka. Naomba tuende tuangalie ili neno linalofuata pale, inasema dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza nani? Mungu. Nataka tuzungumze kidogo tu kwa ufupi hapo, alafu tutamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba niangalie muda, niko makini. Sasa hata saa 7 bado bwana. Ngoja nimalizie dakika 10 hizi. Sawa Takatifu na ya kumpendeza Mungu. Sasa unapojitoa dhabihu mwili wako, kwa nini unajitoa dhabihu? Umeshawahi kuona mtu anakwenda mlimani kuomba na kufunga, lakini lengo lake sio utakatifu na lengo lake sio kumpendeza Mungu? Biblia inasema hivi, unapojitoa dhabihu ni lazima iwe lengo ni utakatifu, lengo ni kumpendeza nani? Mungu. Kwa hiyo kumbe inawezekana kabisa mtu akawa anajitoa dhabihu ikawa sio lengo lake ni utakatifu na nini? Kuna ndugu mmoja, ni wakati nimefungua mahali fulani kanisa, huyu ndugu alikuwa analala kanisani. Ulikuwa ukimkuta hivi namna wasikia tu babasha usiku na unguruma kana kuchungulia yupo tu. Lakini unajua kwa nini alikuwa anaomba? Alikuwa anaomba sio kutafuta utakatifu na kumpendeza Mungu. Hilo lilikuwa sio lengo. Lengo lake kubwa ni ili miujiza itokee wakati anahudumu, akikutana na watu wafunguliwe, ili sio jina la Mungu litukuzwe, lakini jina lake liwe maarufu. Je, huyu mtu anajiweka kwenye altar, anajiweka kwenye madhabahu kwa lengo la kumpendeza Mungu? Kwa lengo la utakatifu? Kwa kuna uwezekano kabisa mtu kamuona kabisa yuko kwenye madhabahu ili kuteketezwa, lakini sio lengo la utakatifu na kumpendeza Mungu. Na ndio maana leo hii kuna watu wanaojiita so wanafanya mambo makubwa sana, miujiza mingi inatokea, lakini ukiwachungulia kwa karibu maisha yao, wamesha wapa taraka wake zao, ni matapeli wa kawaida kabisa. Yani mshao kuona mtu anakopa afu alipi, afu mtumishi kabisa, tapeli tu, unatapeli pale, unatoka hapo unatapeli pale, lakini ukishika maiki mama yani powerful, na unaweza kushangaa pale mtu ameanguka pale mshike kule. Lakini ukikaribia kwa karibu maisha yake kwa karibu zaidi, unasema mbona kuna kitu tofauti na kile ambacho nilikuwa nafikiria. Kwa hiyo Biblia anaposema kujitoa dhabihu hapa, anasema kutoa dhabihu iliyo hai, takatifu na ya nini? Ya kumpendeza Mungu, holy na inayompendeza Mungu. Kwa nini unaamua kuishi maisha ya kujidhabihu?
Kwa nini? That's very important. Mungu haangalii lile tendo la kujidhabihu, ila anaangalia kwa nini unajidhabihu, ile motive nyuma yake. Motive, kwa nini unaomba? Kwa nini unamtafuta Mungu? Lengo Mungu ashughulikie maisha yako, yampendeze Mungu. Lengo unataka kumwishia Mungu? Lengo unataka utakatifu, au lengo unataka sifa? Watu wanione jinsi ambavyo mimi nilivyo. Sio, umeelewa vizuri? Ni muhimu sana. Kwa nini tunafanya tunayafanya? Kwa nini tunajiweka madhabahuni? Kwa nini? Na hiyo inaleta swali katika kila kitu tunachokifanya. Hata timu yangu ya praise and worship, kwa nini unaimba? Kwa nini? Kwa nini? Kila kitu tunachokifanya lengo lazima liwe ni utakatifu na nini? Na kumpendeza Mungu. Basi kama unaimba lakini lengo sio utakatifu na kumpendeza Mungu, ni X kubwa. Kama unakuja kanisani lakini lengo lako sio utakatifu na kumpendeza Mungu, ni X kubwa. Kama unatoa sadaka, lengo lako sio utakatifu na kumpendeza Mungu, ni X kubwa. Kama unafagia, lengo lako kama sio utakatifu na kumpendeza Mungu, ni X kubwa. Kila kitu tunachokifanya lazima kiangukie hapo, utakatifu na kumpendeza Mungu. Lazima to struggle, iwe pure struggling ndani yako, na kwamba ningetamani kumpendeza Mungu, ningetamani utakatifu. Na ndio maana siku hizi hata kwenye timu zetu za vijana unaona wako active, lakini kuna vitu ambavyo unaona kama vimepungua hivi. Yaani unaona kabisa, unaona wako busy, wanafanya vitu hivi wazuri na nini, lakini lengo bado, lengo halijalenga pale pale. Kama unafanya chochote lakini lengo sio utakatifu na kumpendeza Mungu, that's nothing. Uko kwenye taasisi kama taasisi nyingine tu ya kidini, lakini sio ufalme wa Mungu. Sema amen. 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 Sema na mimi amen. Amen. Sema chochote ninachofanya kama lengo sio utakatifu na kumpendeza Mungu, sema kwa Kiingereza, that is nothing. Unaona sasa, wote mnaongea Kiingereza kizuri kabisa. Hili somo ni pana sana, lakini tutaendelea nalo. Naomba tusimame. Naomba tusimame. Praise and worship. Nimemalizia kwa kusema hivi: chochote unachokifanya, iwe ni kuhurumia watu, iwe ni kutoa sadaka, iwe ni kuomba, iwe ni kushuhudia, iwe sijui ni kuimba, iwe sijui kufanya kufagia, chochote kama lengo sio utakatifu na kumpendeza Mungu, that's nothing. Kila kitu unachokifanya lazima lengo lake liwe ni utakatifu. Sema hivyo, utakatifu na kumpendeza Mungu. Utakatifu na kumpendeza Mungu.